Karibu ndugu mpendwa katika channel yako pendwa Yangu na Media. Unakumbushwa kubinya subscribe button kama bado, tuweze kufahamu njia ambazo unaweza kuzitumia basi zikamfanya mpenzi wako aweze kukuona wewe ni mwanaume bora, lakini pia aweze kukuona wewe ni mtu ambaye unamfaa zaidi na kumvutia zaidi, aendelee kuwa nawe kwa muda mrefu zaidi, lakini pia ikiwezekana hata kama unahitaji kumuoa basi iwe rahisi mno. Ziko njia ambazo ukizitumia basi zitaweza kuboreshea mahusiano yako haya na itakuweka huru sana na utakuwa na mahusiano ambayo yana upendo, lakini pia atakuwa ni mahusiano ambayo ni bora sana kwa upande wako. Kwa hiyo kuna namna jinsi ambavyo mwanaume basi inatakiwa uwe ili uweze kuwin moyo wa mpenzi wako, ama kwa lugha rahisi uweze kuushinda moyo wa mpenzi wako. Ina maana awe anakuamini, anakupenda, lakini pia aone wewe ni mwanaume bora kwa upande wake na una sifa zote za kuwa mume kwa upande wake. Kitu cha kwanza kabisa, mpende kwa vitendo. Usio ni mtu wa maneno mengi, bali inatakiwa uwe ni mtu wa vitendo. Kama kuna sehemu basi mnaenda pamoja, hasa sehemu zile zenye matukio ya furaha na sehemu ambazo zinaashiria uwepo wa vivutio mbalimbali, basi unaambatana na mpenzi wako huyu. Hii itakufanya basi uweze kuonekana bora kwa upande wake, kwa sababu kuna vitu ambavyo unamfanyia yeye mwenyewe, moyo wake na nafsi yake inazidi kuridhika kwamba amempata mtu sahihi, ama mtu ambaye ana uwezo wa kufanya naye kitu kwa muda wote, yani yuko huru naye. Kwa hiyo usiwe ni mtu wa kusema tu nakupenda, lakini vitendo hakuna, hata kumfanyia tu tukio ambalo litamweka kuwa na furaha, basi hauna hizo mambo. Hivyo ukiweza kufanya hivyo, ukimpenda kwa vitendo zaidi, utaweza kuzigusa hisia za mpenzi wako huyu ambaye uko naye. Lakini pia pigania penzi lako. Ni kwamba hata kama itakapotokea basi mpenzi wako ana matatizo ama anapitia wakati mgumu, sio wakati wewe kuweza kufikiria kumuacha, bali inachotakiwa ni wewe kuweza kusaidiana naye kuhakikisha basi anatoka katika hilo tatizo. Inaweza ikawa ni kumsaidia, au inaweza ikawa ni kumpa ukaribu wako ili aweze kuwa sawa. Kwa hiyo utazidi kuzinasa hisia zake vyema na atakuwa ni wakwako, na itakuwa ngumu kwa upande wake kuweza kukusahau, kwa sababu unamuonyesha vitu ambavyo pengine hakuwahi hata kuvipata sehemu yoyote, au hakuwahi hata kufanyiwa hata mara moja katika historia yake ya maisha yake ya mahusiano. Lakini pia wewe kama mwanaume inatakiwa kujipenda, yani inamaanisha kwamba hakikisha unajijali, jitengeneze vizuri, jali muonekano wako, kuwa msafi muda wote, lakini pia kula vizuri na kuwa na afya bora. Hii itamfanya mpenzi wako azidi kupenda zaidi, kwa sababu utakuwa na muonekano mzuri kwa upande wake, lakini pia utakuwa unamvutia sana. Kitu ambacho wanawake huwa wanapenda kwa mwanaume ni kuhakikisha kwamba basi anakuwa na mtu ambaye hata akitembea naye njiani basi ana uwezo wa kusema huyu ni mtu wangu. Sio unakuepo kama vile haupo, kitu ambacho kitamfanya basi ashindwe hata kukutambulisha, kwa sababu anaona hata kwa jinsi unavyoonekana basi kwa upande wake inakuwa ni tatizo. Wanaweza wakamuuliza mara mbili, hivi ulikuwa umechagua huku umefumba macho ama ulikuwa unaangalia? Kwa hiyo ili uweze kupata na kuwini moyo wake na uweze kumpata, hakikisha basi unajipenda, lakini pia hakikisha unakuwa smart muda wote, lakini pia penda familia yake pamoja na marafiki zake. Ili uweze kuwini moyo wa mwanamke ambaye una lengo naye la kumuoa na asije akakusahau katika maisha, basi hakikisha kwamba familia yake unaitekea, ama tunasema unaijali hata kwa kile kidogo ulichonacho. Lakini pia marafiki zake waonyeshe ukaribu na waonyeshe upendo. Hichi ni kitu ambacho utamgusa sana mwanamke katika hisia zake, na utamfanya azidi kukupenda na uzidi kumvutia zaidi. Lakini pia mtambulishe kwenye familia yako pamoja na marafiki zako. Kitu ambacho kinampa furaha sana na kujisikia amani ndani ya moyo wake ni kwamba anapoona umemtambulisha, hii inamaanisha ya kwamba umesharidhia moja kwa moja kuwa naye. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitamfanya ajisikie vizuri zaidi, hasa pale anapokuwa na wewe, kwa sababu anaona kabisa wewe ni mtu ambaye una malengo naye. Hivyo inaweza isiwe hata kumtambulisha kwa wazazi,
kwa sababu hii ni hatua kubwa. Unaweza basi hata ukaanza kumtambulisha basi kwa wale hata familia members, yani wale watu ambao wako katika familia waweze kumtambua, walau hata awe na uhuru wa kumuita shemeji, kumuita wifi na nini, vitu ambavyo vitamfanya basi aweze kujisikia vizuri sana. Ni pia ni vizuri uweze kutambua kwamba mpenzi wako ni nini anapenda na nini hapendi. Hii itakuwa njia bora ya wewe kuweza kumwepushia kujisikia wa tofauti. Mfano, kama kuna kitu ambacho hapendi, basi hakikisha hufanyi hicho kitu mbele yake. Au kuna kitu anapenda, basi hakikisha unamuonyeshea hicho kitu anachokipenda. Inaweza ikawa ni zawadi fulani, basi unamfanyia kulingana na jinsi ambavyo anapenda. Lakini kama hapendi, basi hakikisha humgusii kwa upande wa vitu ambavyo hapendi. Kwa hiyo ukishamjua vizuri hichi ni kitu ambacho kitamvutia sana mpenzi wako, kwa sababu atakuwa na imani na wewe zaidi, lakini pia hautomuumiza ama kumfanya ajisikie vibaya. Pia inatakiwa umpe uhuru wa kukujua. Ni kwamba akihitaji basi kujua mambo fulani kukuhusu wewe, ama unatokea wapi, wewe ni mtu wa aina gani, unapenda nini upendi, basi mpe uhuru aweze kukujua, kwa sababu ukimficha dhidi ya mambo yako ama kumdanganya, ni kwamba kuna baadhi ya vitu yeye mwenyewe anaweza akavibaini. Mwisho wa siku ukaanza kupunguza ule uwiano wa mapenzi kwake. Basi hata kama alikuwa anakupenda na kukuamini zaidi, unakuta basi kiwango cha upendo kinaanza kupungua, kwa sababu ameshaanza kukuhisi wewe ni mtu wa kumdanganya, ama huenda basi hauna lengo naye. Kwa hiyo anaanza kukaa kwa wasiwasi zaidi. Lakini pia inatakiwa umheshimu. Hakikisha humfanyii matendo ambayo basi yatamvunjia heshima mbele za watu, mfano kama kumtukana ama kumnenea maneno ya ovyo ama kumpiga mpenzi wako mbele za watu, kitu ambacho wala hakiruhusiwi kabisa. Hii utakuwa unamvunjia heshima yake. Inatakiwa mambo kama haya, kama mmepishana, basi ikifika basi maeneo ya faragha mnaweza mkaongea mkayamaliza, lakini si vizuri kuweza kufanya vitu vya ajabu mbele za watu, kitu ambacho kitawavunjia heshima wote pia. Lakini pia ukitaka mpenzi wako huyu ambaye una malengo naye azidi kukupenda na akuzidi basi kukuonyesha mapenzi yake yote, mpe nafasi ya kufanya jambo ambalo analipenda, lakini pia mpe nafasi na uwanja wa kukua kiuchumi, kitu ambacho kimekuwa katika ndoa nyingi. Wanaume hawawapi nafasi wake zao kuweza kutimiza malengo yao, hasa yanayohusisha masuala ya kiuchumi, huku akiamini ya kwamba basi mwanamke akiwa na uchumi ama akianza kushika senti basi ataanza kumdharau, kitu ambacho sio kweli. Inategemea sasa na jinsi ambavyo unamuhendo ama jinsi ambavyo unamuongoza katika kutimiza majukumu na malengo yake. Utadharaulika pale ambapo basi hauonyeshi asili ya wanaume kwa upande wake. Mwanamke hata kama anakuzidi kipato, anaweza akakuheshimu kwa sababu ya jinsi ambavyo unamuhendo, lakini pia jinsi ambavyo unamguso katika hisia zake. Kuna mambo ambayo ukiyafanya basi yakamfanya kiwango cha hisia za mapenzi yake kwako kuweza kushuka, lazima utajikuta basi heshima yako ikishuka, hata kama mwanamke huyo basi hana huo uchumi mkubwa au hana kitu kabisa. Kwa hiyo ili akuheshimu, basi muonyeshe mazingira kwamba wewe ni kiongozi bora, lakini uwe ni mtu ambaye una maudhui mapya kila kukicha, ya kwamba ni mtu ambaye unaibua jambo jipya ambalo litakuwa ni la muendelezo wa familia, lakini pia kuweza kutimiza malengo, kitu ambacho kitamfanya mpenzi wako basi aweze kukuheshimu zaidi na azidi kukujali na kukuamini, kwa sababu anaamini wewe una lengo zuri, lakini pia mnaweza mkafika mbali. Mlinde mpenzi wako dhidi ya hatari. Hivyo kama kuna mambo ambayo unaona hayako sawa, yanaweza kusababisha hatari kwa mpenzi wako, chukua nafasi hiyo kuweza kumtetea dhidi ya hatari hiyo, kwa sababu mapenzi ni katika hali ya magumu na hali ya furaha. Hivyo sio wakati wewe kuweza kuonyesha basi unajitenga ama hauko sambamba naye. Basi ni wakati mzuri wa wewe kuweza kumlinda dhidi ya hatari ambayo inaweza ikatokea. Hii itakufanya basi uweze kumgusa katika hisia zake, na utaweza kumshawishi zaidi aweze kukubali kuwa mtu ambaye utamuoa siku za usoni, kwa sababu wanawake wanaamini ya kwamba mwanaume anayejali ni yule ambaye anajua kutekea katika mambo
tofauti tofauti na hata ulinzi. Usije ukategemea kwamba hatari imetokea basi mwanamke akawa mstari wa kwanza kutoka, atakuangalia wewe. Sasa akiona na wewe ni mzubafu ama haujiamini, kuna credit fulani ambazo unakuwa unazishusha, ama tunasema kuna kiwango fulani cha hisia unakuwa unashusha kwa upande wake. Lakini pia inatakiwa kuwa mvumilivu. Usiwe ni mtu ambaye unaenda na pupa ama kutamani kufanya vitu ambavyo ni vya pupa ambavyo havitakamilika. Mara nyingi wanawake wanapenda basi unapomwahidi kitu basi hakikisha kitu hicho unakitimiza kwa wakati. Hivyo ili jambo hilo liweze pia kutimia kwa wakati, ni lazima uwe mvumilivu, uweze kuchukua muda fulani, uweze kutimiza malengo fulani. Unapohitaji kwenda kwa pupa ni kwamba utajikuta ukiishia njiani. Hivyo kuwa mvumilivu ili uweze kutimiza jambo hilo, lakini muhamasishe zaidi pia mpenzi wako kuwa mvumilivu katika hali ambayo unakuwa unapitia, na muonyeshe jitihada ya kwamba kweli kuna kitu ambacho unakipambania, na hii ni kumjengea mazingira ya imani, azidi kukuamini ya kwamba yes, hapa kuna kitu ambacho kitaendelea na niko mazingira sahihi zaidi. Hivyo usipokuwa mvumilivu utamwahidi mambo mengi sana, alafu utakujikuta mambo ambayo unatimiza ni 2 3 katika 10. Lakini pia unatakiwa kuwa na uhuru dhidi yake. Mwanamke hapendi mwanamume ambaye hana uhuru dhidi yake. Ina maana uwe tayari kuwa naye katika mazingira yoyote, lakini pia uweze kumuonyeshea hisia zako katika mazingira yoyote yale. Mfano kama kumkumbatia, kumkiss na kumfanyia vitendo vyote ambavyo vinaonyesha upendo kwake. Mwanamke anahitaji mazingira yoyote basi awe na uhuru, na wewe uwe na uhuru dhidi yake. Masuala ya kumwambia kwamba mpaka tukutane faragha ndipo tutafanya kitu kama hichi, kama kumbusu ama kumhagi ama kumkumbatia mpaka muwe faragha, ni kitu ambacho basi kinamnyima hamasa. Tena inatakiwa unamfanyia vitu kama hivi sio kwa kujiandaa, mfanyie kama surprise. Ni kitu ambacho kitaweza kuacha alama kubwa katika mfumo wa hisia zake, na atazidi kukupenda kwa sababu ataona yes, una hisia naye hata katika mazingira ambayo yanaashiria jambo fulani, ama labda ni watu wengi, na yeye ndiyo nafasi yake ya kuweza kupima kiwango cha upendo kwamba unampenda kwa kiasi gani. Lakini pia muonyeshe upendo hata kama atakununia. Unajua swala zima la mahusiano ni swala ambalo kunakuwa na kama asili ya utoto ndani yake. Kuna muda wapenzi mnaweza mkajikuta katika hali ya kununiana, yani kila mtu akakaa kimya asimsemeshe mwenzake. Sasa mpenzi wako anapokuwa katika hali kama hii, usimuonyeshe kwamba na wewe umechukia ama na wewe hauko naye, kwamba na wewe uko busy na mambo yako, kitu ambacho kinazidi kushusha credit kwa upande wako, na moyo wake unazidi kushusha hisia za upendo ama za mapenzi kwako. Kitu ambacho kinatakiwa basi ni kwamba hata kama anaonyesha kukununia, basi muonyeshe upendo, muonyeshe tabasamu lako lote, mtanie katika mazingira yale. Hili ni jambo ambalo basi litamhamasisha kwamba unampenda, hata kama sio kwa kuonyesha tu tabasamu lake, bali unampenda katika mazingira yote. Inaweza ikawa ni wakati ambao basi ameumizwa kihisia, ama labda kuna jambo ambalo haliko sawa kwa upande wake, basi ni vizuri ukaweza kumuonyesha upendo hata kama atakuwa amenuna ama kukununia kusemeshi. Lakini pia kuwa tayari kumuoa muda wowote. Hichi ni kitu ambacho ni kikubwa sana, utamfanya mwanamke akupende zaidi. Muonyeshe dalili na mazingira yote ya kwamba muda wowote basi uko tayari kumuoa, kitu ambacho utamwekea alama kubwa katika hisia zake, na atazidi kukupenda kwa sababu ataamini wewe ni kweli una dhamira naye. Lakini ukimuonyesha na wewe ni mtu wa masaa 2 mbele, ama ni mtu ambaye haueleweki na misimamo yako, basi utamfanya mpenzi wako huyu awe mguu mmoja nje mguu mmoja ndani. Anaweza akawa basi anatafuta ni wapi ambapo patakuwa na uhakika, ukamkuta tayari ana mahusiano mengine nje. Si kwamba anatamaa, bali ya kwamba tayari kuna mazingira ambayo unamuonyesha hayaeleweki kama utamuoa ama utamuacha. Kwa hiyo atatafuta na yeye mbinu mbadala ya kuona kwamba ninaweza nikapata nafuu kwa upande fulani, nikaweza kutimiza ndoto zangu za kuolewa. Niseme asante sana kwa katika makala hii. Tukutane katika makala nyingine.